Na Manga Omar. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ya kuwa muulizaji wa kwanza. Kwanza kabisa ningependa kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini pia kwa namna alivyojipambanua kwamba yeye ni balozi wa watu wenye ulemavu. Hii ni ishara kubwa ya uongozi na imetupa sisi watu wenye ulemavu matumaini makubwa kwamba serikali hii ya awamu ya 6 inaongoza kuzingatia utu, usawa na kwamba kila Mtanzania ana nafasi ya kushiriki maendeleo ya taifa hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Tanzania tumekuwa tukishiriki mashindano ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ya michezo yanayojulikana kama Paralympic tokea mwaka 1992 kwa awamu tofauti, lakini hatujawahi kupata medali ya aina yoyote kwa kipindi chote hicho. Swali langu ni kwamba je, serikali ina mikakati gani ya kuhakikisha kwamba inaimarisha michezo kwa watu wenye ulemavu ili tuweze kuleta medali ndani ya taifa letu? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kabla sijajibu swali la Mheshimiwa mbunge, niruhusu nitumie fursa hii kumshukuru sana Baba Askofu Maimbo Mdolwa, mkuu wa Kanisa la Kianglican Tanzania, na Baraza la Maaskofu wa Kianglican Tanzania na Waanglican wote kwa heshima walionipa juzi wikendi iliyopita ya kunitunukia cheo cha lay canon wa Kanisa la Kianglican. Mheshimiwa Spika, sichukulii kawaida jambo hilo, na hasa ikizingatiwa inawezekana ikawa ndio lay canon wa kwanza wa Kanisa la Kianglican asiye Mwanglican. Mheshimiwa Spika, niende kwenye swali la Mheshimiwa mbunge. Nimpongeze sana kwa swali alilolileta. Ni kweli timu zetu za watu wenye ulemavu zimekuwa zikishiriki mashindano aliyoyataja na mashindano mengine ya kimataifa, na kwa kweli Mheshimiwa mbunge amesema hawajafanikiwa kupata medali, lakini kwa kweli wameiletea sifa kubwa nchi yetu. Kama waheshimiwa wabunge mtakavyokumbuka, timu yetu ya Tembo Warriors ilishiriki kombe la dunia, na tena haikushiriki kinyonge, ilishiriki kama timu iliyojiandaa na ilionyesha mchezo mzuri sana mwaka 2022. Kadhalika ikashiriki mashindano ya AFCON mwaka 2024 nchini Misri, na kushiriki mashindano ya Sekafa yaliyofanyika Burundi, na kama sikosei ilikwenda mpaka hatua ya fainali. Hicho sio kitu kidogo. Sasa kuhusu mikakati, Mheshimiwa Spika, nimhakikishie mbunge serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakaowezesha wachezaji wetu hao wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Miundombinu ni sehemu ya maandalizi ya kuweza kufanya vizuri. Lakini la pili, serikali itaendelea kuzisajili zile timu ili tuwe na wachezaji na kuzipatia vitendea kazi. Kama ambavyo umeona kwenye bajeti, tumeendelea kuandaa mazingira ya kuwa na uwezesho kwenye timu zetu za taifa. Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba kwenye yale mashindano timu zetu hazikupata medali nyingi, lakini bado wachezaji wa timu zile waliweza kuonekana duniani na kuweza kusajiliwa katika timu mbalimbali kule duniani. Kwa Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali itaendelea kuwekeza katika michezo hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba timu zetu zinapata mafanikio makubwa zaidi. Mheshimiwa Suma. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Awali ya yote nikupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi njema unayoifanya, ambapo unatatua kero na changamoto mbalimbali za Watanzania na kuwapa tabasamu. Hongera sana Mheshimiwa. Naenda kwenye swali langu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa kwenye taifa letu la Tanzania tunatumia shilingi ya Kitanzania, lakini walio wengi wafanyabiashara wanapofungua biashara zao wanafanya biashara zao kwa kutumia dola. Let's say kuna wakati tumekwenda kama kamati, tunachukua hoteli, unaambiwa chumba ni chumba ni dola 200, badala ya kutuambia moja kwa moja kwamba chumba hiki kitauzwa kwa shilingi 520,000. Lakini pia nyumba zingine wanapangisha, utasikia mimi nyumba yangu ninapangisha kwa mwezi dola 3,000, badala ya kusema moja kwa moja napangisha 7,800,000 kwa mwezi. Lakini mbaya zaidi ambayo imepelekea kushitua Watanzania walio wengi, ardhi, matangazo yanapita, mtu anasema mimi nina kiwanja ninakiuza dola 2,000,000, badala ya kutamka moja kwa moja kwamba mimi ninauza kiwanja changu shilingi bilioni 5 na milioni 200. Sasa hofu inakuja, wao hicho kiwanja wanasema wanakiuza, sisi tunatumia shilingi. Je, wanawauzia wazungu? Nchi yetu inakwenda kusimamia wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimepata kusafiri nchi tofauti tofauti, na nikisafiri ninakuwa nina shilingi zangu ndani ya pochi yangu. Sijawahi kusikia kule wataiheshimu shilingi yangu kwamba nitumie. Sasa sisi tunapata wapi kusema tuwe tunatumia dola? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sheria ilikuja hapa bungeni. Namna gani sheria hii, kwa nini Watanzania wanaipuuza shilingi badala ya kuiheshimu shilingi tunaitukuza dola? Katazo lilitokea hapa bungeni kuleta sheria ya kwamba shilingi iheshimiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakumbuka ulivyokuwa waziri wa fedha ulitoa katazo hapa mbele kwamba kuanzia sasa natangaza kwamba shilingi iheshimiwe, biashara za dola ziachwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa hivi ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekupaka mafuta kwenye paji la uso wako ukang'ala. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akakuona kwamba unafaa kuwa waziri mkuu. Naamini sasa kwa nafasi yako hiyo ulionayo, tunaomba utoe tamko namna gani ya utumiaji wa dola, namna gani ya utumiaji shilingi hapa kwenye taifa letu la Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge Suma Fyandomo kwa swali lake la kizalendo kweli kweli. Mheshimiwa Spika, swali alilolileta Mheshimiwa mbunge ni jambo la kisheria na ni jambo la kikatiba. Sarafu rasmi kwa malipo halali ndani ya nchi yetu ni shilingi ya Kitanzania. Hili si jambo la kupenda kwamba ni una option kwamba kwa sababu umependa kutumia, na wala si jambo la kirafiki hivi. Ni jambo la kisheria na ni jambo la kikatiba, na ndio maana tulileta marekebisho yale ya sheria ili kuweza kutoa mwongozo kuhusu matumizi ya sarafu yetu na mazingira ambayo yanaweza yakaletekeza pengine matumizi ya sarafu nyingine ya isiyo shilingi ya Kitanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mwongozo tulioutoa, malipo yote na kunukuu bei kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania ambayo ni shilingi ya Kitanzania, na inaanzia kwenye kunukuu bei, matangazo na kuuziana na kununuliana bidhaa. Tumetoa maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano, katika maeneo ambako yanafanyika mauzo ya nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo.
na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa, lakini kule kutumia matumizi ya sarafu isiyo ya Kitanzania kiholela, kwa kweli ni kuvunja sheria, ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu, na tumeshafuta baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yamepitiliza na tumetoa miongozo hiyo. Kwa mfano, hata ndani ya taasisi za serikali kabla hatujatoa mwongozo huo kulikuwepo na mambo ya wapi leseni, mtu anaambiwa atoe dola. Kulikuwepo na uagizaji wa mizigo pengine katika baadhi ya taasisi zikichukua za serikali zikifanya malipo kwa dola. Haya yote tumeyakomesha, na sasa tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba sarafu yetu ya nchi ni shilingi ya Kitanzania. Wale wanaoweka bei kama ulivyosema za viwanja, za ada, za upangishaji wa nyumba, za uuzaji wa huduma na maeneo mengine wanaofanya kwa dola, wajue wanakiuka kwa dola ama sarafu nyingine, wanakiuka sheria yetu, na kwa kweli hawaitendei uzalendo nchi yetu ya Tanzania. Na ni mambo ya kuigaiga tu. Ni kama kuku aliyefungwa miguu yote kamba kwa muda mrefu, unaweza ukamuondolea kamba akakaa dakika nyingi tu akiwa bado anadhania amefungwa kamba. Ni mawazo ya watu ambao bado wana hangover ya kutawaliwa kikoloni hivi. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema jambo hata la kijinga likisema Kiingereza huonekana la maana. Basi ni mambo ya aina hiyo tu. Mtu anaongelea dola, anaona kwamba labda hiyo ndio mkuu, vijana wanasemaje, kuwa matawi ya juu, lakini shilingi ya Kitanzania ndiyo malipo halali ndani ya nchi yetu, na hili ni jambo la kikatiba, ni jambo la kisheria. Mheshimiwa Spika, serikali tunatamani zaidi kutoa elimu wananchi waelewe kuliko kwenda moja kwa moja kwenye adhabu, kwa sababu hata kama mtu atasema wenda nikakwepa adhabu, lakini maeneo yako mengi tu yanaweza yakafanana na makosa unapotumia fedha ya kigeni. Wengine wanafanya utakatishaji wa fedha chafu kwa kutumia kutangaza vibei vya vidola ili baadaye aonekane aliuza viwanja, lakini ni michezo michafu tu. Kwa hiyo siku serikali itakapotaka kuchukua hatua kali zaidi, na yenyewe itakuwa si nzuri kwenye masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo tutumie zaidi elimu, na tunaomba Watanzania waitikie zaidi elimu inayotolewa. Nielekeze taasisi zetu zinazosimamia sheria, Benki Kuu ya Tanzania pamoja na taasisi zingine na vyombo vya dola, tuendelee kufuatilia mienendo ya aina hii, ili wale watakaotaka kutumia kunukuu bei ama kuuza bidhaa kwa fedha za kigeni ili kuficha mambo mengine yanayojificha yakiwemo utakatishaji wa fedha haramu na mengine, tuweze kudhibiti vitendo vya aina hiyo, kwa sababu ni kinyume cha sheria. Mheshimiwa Spika.